Wafanyakazi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam wametakiwa kuwa na maono na kufanya vitu ambavyo vitaacha urathi, huku wakizingatia sheria na taratibu za utumishi wa umma. Hayo yamesemwa na Katibu Mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Caroline Nombo wakati akifunga mafunzo ya siku 3 kwa wafanyakazi hao ambayo imefanyika katika shule ya uongozi ya Mwalimu Nyerere Kibaha mkoani Pwani. Wewe kama kiongozi popote pale ulipochaguliwa, ulipoteuliwa kuhudumu, una njozi gani? Njozi yako katika kile kitengo kidogo, say ni Dean of Students. Una njozi gani katika kitengo chako kile ambayo ina align na vision ya chuo chetu? Sasa nyie ambao mmeteuliwa sasa, unataka uache urathi gani katika hicho kitengo ulichoteuliwa kuhudumu? Umeshaanza kutengeneza hiyo njozi ambayo kwa kweli lazima ialign na njozi ya chuo chetu. Lakini wewe unapohudumu kama kiongozi, unahudumu kama kiongozi ambao una operate katika context ya utumishi wa umma. Na katika utumishi wa umma tuna kitu tunakiita STKM. Sheria, taratibu, kanuni na miongozo. Najua katika taasisi yetu tunazo ambazo ni za localized kwa ajili ya chuo chetu. Lakini katika utumishi wa umma pia kuna sheria na taratibu ambazo zinaongoza utumishi wa umma. Kwa upande wake, Makamu Mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Profesa William Mwanangisye amewashukuru watoa mada katika mafunzo hayo, huku akiamini mada hizo zitawajenga katika mbinu za kiutendaji, na hapa anawataka wafanyakazi hao wakawe mabalozi katika maeneo yao. Napenda kuwashukuru watoa mada wote kutoka nje na ndani ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa kukubali jukumu hili, kujiandaa na kuwasilisha kwa umahiri. Hakika tumejifunza mengi yatakayotusaidia katika kutekeleza majukumu yetu kwa ufanisi zaidi. Kupitia mada hizi tumepata uelewa wa pamoja wa dira ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam mwaka 2061, mikakati ya pamoja na mbinu za utekelezaji. Kuhitimisha warsha hii, napenda kusisitiza kuwa ni vyema elimu tuipata kwenye mafundo haya iwe chachu ya kuendeleza misingi ya utawala bora, ubunifu na mwelekeo wa kimkakati katika kuifikisha taasisi yetu katika dira yake ya mwaka 2061. Basi sote hatuna budi kwa mabalozi wa mabadiliko chanya kwenye maeneo yetu ya kazi. Ni matumaini yetu kuwa matunda ya warsha hii yataanza kuonekana punde tutakaporudi katika sehemu zetu za kazi. Tunatarajia kuona mabadiliko na ubunifu wa viwango, na tumeazimia kwa chuo chetu, yani Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kiwe chuo kikuu cha utafiti chenye ushindani wa kimataifa, kinachowezeshwa kidijitali katika shughuli zake zote, kiwe kitovu cha ubora katika ubunifu na ushauri barani Afrika. Ni hitimisho la siku 3 za mafunzo kwa wafanyakazi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kutoka katika shule ya uongozi ya Mwalimu Nyerere hapa Kibaha mkoani Pwani. Hizi zimekuwa siku 3 za kufundwa na kupikwa kuhusu uongozi. Lakini wenyewe wanasema hizi zimekuwa siku 3 za muhimu mno kwao, ambapo zitasaidia kuleta ustawi na maendeleo kwa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Semina hii ya viongozi ya siku 3 iliyoandaliwa na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, mimi kama mkuu wa kitengo nimejifunza vitu vingi. Kwanza, kufanya majukumu yetu ya kazi kulingana na mpango mkakati wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Pili, kufanya kazi kwa uwajibikaji wa hali ya juu na kufuata misingi na taratibu zote za kazi, na pia kuwajibika kikamilifu na kutunza siri za taasisi, kwani taasisi ya elimu ya juu ni taasisi muhimu sana na serikali pia inaitegemea. Baadhi ya mambo ambayo nimejifunza ni pamoja na kuzingatia sheria, taratibu, kanuni na miongozo. Kwa hiyo viongozi tunatakiwa kujua instruments mbalimbali ambazo zitasaidia kufanya
uongozi huo wa kimkakati na ubunifu, lakini pia ushirikiano, kufanya kazi kwa ufanisi, kuondoa changamoto mbalimbali, kutatua matatizo ambayo yanaweza yakakwamisha kufikia malengo, lakini zaidi kila kiongozi kujiwekea maono au mwelekeo katika nafasi yake ili kuweza kufanya kazi kwa ufanisi na kuwasaidia hao ambao tunawaongoza kuweza kufikia malengo ya chuo. Mafunzo haya siku 3 kwa wafanyakazi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam yamesindikizwa na kauli mbiu ya kuendeleza umahiri wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia uongozi wa kimkakati na kiubunifu. Kutoka Kibaha mkoani Pwani, Silvano Kaera, Mlimani TV, Elimu Kwanza.